Rais wa Tanzania kwa mara ya kwanza Samia Suluhu Hassan baada tu ya kuweza kuingililia vijana wa Kenya, majenzi wa Kenya, kuweza kusema tu ya kwamba wameweza kuharibu nchi yao. Sasa wanataka kuweza kuingia Tanzania, kuweza kujaribu kuharibu. Kwa mara tu ya kwanza Samia Suluhu ameweza kuonekana tu nikana kwamba kuomba msamaha vijana wa Kenya kwa kitu ambacho pia ameweza kusema kwamba hakuwa anawajua zaidi, kwa sababu kitu ambacho pia na akifanya hivi majuzi ama ameweza kusema kwamba aliweza kutazama maandamano ya Kenya hivi majuzi, akasema tu ya kwamba huenda tu vijana wa Kenya ni watu tofauti zaidi, na akisema tu ya kwamba anaomba msamaha kwa sababu walikuwa wamempiga pale katika mitandao za kijamii kwa sana, akisema kwamba kuendelea mbele hataki kuhusiana na vijana wa Kenya ama kuweza kujaribu kubishana nao, kwa sababu ameweza kuona ni watu wa tofauti sana, hasa tu baada ya kuweza kutazama maandamano tu ya Kenya hivi majuzi. Kumbuka tu ni speech ambao pia ameweza kuitoa katika campaign za kwake ambazo pia anazifanya tu kwa sababu kuna uchaguzi ambao pia unakuja tu hivi karibuni Tanzania, ambao itakuwa ni mwezi wa Oktoba, wakati ambao pia Rais Samia Suluhu atakuwa anataka kuweza kuchaguliwa kwa awamu yake ya kwanza, kwa sababu sasa hivi ni rais ambaye pia aliweza kuchukua tu mahali Magufuli aliweza kuachia, lakini tu ameweza kuchukua nafasi tu pia na kuweza kuomba Wakenya msamaha kwa ujumla, haswa tu vijana wa Kenya, kwa kusema tu ya kwamba wameweza kushindikana kabisa kwa kile ambacho pia aliweza kiona hivi majuzi, akisema kwamba inaonekana vijana wa Kenya ni watu tofauti kabisa. Ni issue ambao pia watu wengi tu zaidi wameendelea kutoa reaction zao pale katika mitandao za kijamii baada tu ya kuweza kutoa hiyo statement, kwa sababu mara ya kwanza tu alionekana kana kwamba alikuwa anatusi vijana wa Kenya ama kujaribu tu kuwakejeli, lakini this time round inaonekana tu ameweza kusurrender na kuweza kuwapongeza ama kuweza kujaribu tu kureason na vijana wa Kenya kwa kitu ambacho pia wanakiendeleza tu hapa nchini Kenya, kwa sababu maandamano ya Gen Z hapa nchini Kenya yamekuwa tu kitrend tu sio East Africa peke yake bali tu Afrika mzima, ikisemekana tu kwamba huenda tu baadhi ya nchi hapa Afrika zikijifunza kutokana na Kenya, basi zinaweza kuenda mbali, kwa sababu wa Kenya ni watu ambao pia wanajua kupigania haki yao na wanajua kitu ambacho pia kinastahili na kile ambacho pia hakistahili kabisa. Na ndio maana mara nyingi sana Wakenya wengi wanaenda kwenye streets, wanapigania vitu kama vile bajeti ama finance bill na pia police brutality, vitu kama vile, kitu ambacho pia kinaendelea tu kuweza kuwafanya wakuwe tofauti kabisa. Katika Udaku 254 na kupatia story ambazo zina trend mitandaoni, una make sure umesubscribe kwenye YouTube channel. Baby wa baby now. Alafu huyu ni baby. What's it called? Blue band? Mafia muscular. You know what? Yeah, this is it.